Chum TV. Furaha kiganjani. Ikiwa bado taifa likiendelea na kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa nchi utakaofanyika Oktoba mwaka huu, mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, leo hii ameendelea na kampeni zake katika uwanja wa michezo Dimani, mkoa wa Mjini Magharibi. Akiwa katika kampeni hiyo, alisikiliza changamoto mbalimbali za wananchi, ikiwemo tatizo la ulipwaji wa fidia kwa wananchi waliopitiwa na miradi ya maendeleo. Shukrani kwako za wanafumba. Mheshimiwa Rais, kama kuna watu wanakuombea dua, na tunaamini dua zetu hazitaishia kwenye matawi ya miti, zitakwenda mpaka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kutuondolea kero ya maji. Hakuna Mheshimiwa Mwinyi, hakuna aliyetegemea kwamba kadhia na kero ya maji katika eneo la Fumba, maji safi na salama, ingeisha. Na tukapewa taarifa kwamba chuo kitatanuliwa sehemu fulani ya eneo la Bweleo. Tumepokea kwa mikono miwili, kwa sababu ndio aina yenyewe ya maendeleo. Anaopinga elimu si mtu aina gani? Kwa hiyo serikali imekuja pale, kagusia mjumbe aliyopita hapa kwamba taarifa tunazikosa. Wanakuja watu wanapima pale, watu wanashangaa. Hatua mbalimbali zinakuja, tunashangaa. Rais, nakuomba, yashatokea haya, tayari tushaathirika. Nachokuomba, tupatiwe fidia kulingana na ardhi. La mwanzo, kama mtu ana ardhi mita 100, ipigwe thamani ya ardhi, kisha mtu alipwe. Lakini la pili, tulipwe fidia ambayo inaendana na gharama halisi za maisha haya tulionao sasa. Hapa mgombea huyo akaja na majibu haya kwa wananchi. Ahadi ya kuunda kamati au tume ya kuja kuhakiki zile fidia zote ambazo zimetayarishwa, kwa sababu kilio kilichokuwepo ni kwamba watu wamepunjwa. Sasa kama watu wamepunjwa, tuje tuhakiki, taunda kamati maalum ije ihakiki katika maeneo yote haya, kwa ule mradi wa chuo kile cha Madras, kwa mradi ule wa uwanja wa mpira, kwa mradi wa bandari ya Fumba, alimradi kila sehemu penye tatizo, tuje tuhakiki watu walilipwa nini na wanastahili kulipwa nini ili tuliweke sawa. Lakini ndugu zangu, niseme vile vile kwamba muisaidie serikali. Kwa nini? Kwa sababu inapotokea tu kwamba kuna mradi unataka kuanza sehemu, wananchi wakapata habari, kuna ndugu zetu sisi wanaokwenda haraka kuweka foundation za nyumba ili waje kulipa foundation. Wako watu ambao wanaenda kuchukua miti sehemu nyingine, wanakuja kuifukia haraka ili tathmini ikifanyika wapewe fedha za miti ile. Agizo nalo likatolewa kwa wakuu wa mikoa, wilaya na mashiha, kwamba pengine mazungumzo hayafanyiki. Watu wanaamka wanaona mabango, watu wanaamka wanaona watu wa idara ya ardhi wanapima, watu wanaamka wanaona X zishawekwa. Mazungumzo hayafanyiki. Nataka niwatake viongozi wote wa ngazi zote, kuanzia masheha, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, kabla ya kufanya lolote linalohusu mradi wa maendeleo, kaeni na wananchi, mwape habari, watambue kinachokuja. Muwaeleze vizuri nini kinachokuja na fidia ifanyike, na mara zote chukueni picha mapema. Tatizo kubwa tunalolipata ni kama alosema kijana mmoja hapa, kasema yeye miti yake ishaondolewa, sasa hiyo fidia mnaenda kuifanyaje?
Mimi ninachosema, na nilishasema hili na rejea kusema, sehemu yoyote ambayo tunatakiwa kuweka mradi, jambo la kwanza iwe kuchukua picha, tena ile picha ya drone kwa juu, tuone nani kajenga, nani ana mti pale. Wale wanaokuja kubambikia tutakuwa tumeshawaondoa kwa hatua hiyo, lakini wale ambao wana haki baada ya greda lishapita, tusiwakoseshe haki zao. Dr. Mohamed Saidi Dimwa, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, akakizungumzia chama kumteua Dr. Mwinyi kuwania nafasi ya rais wa Zanzibar. Mgombea wetu Dr. Mwinyi ni mgombea ambaye ana sifa ya hofu ya Mwenyezi Mungu, na akiahidi yeye anatekeleza. Mfano mmoja huu hapa, alisema mlimwita mnakuja, akaahidi kuja, leo tumemleta mbele yenu. Kazi na utu. Dr. Mwinyi ni kiongozi ambaye anafanya kazi kwa bidii, lakini na utu ndio umemzidi mbele ya wananchi wake. Dr. Mwinyi yuko tayari kuwatumikia Wazanzibari wote. Ni mwadilifu, si muongo kama wale wengine. Ni mtu ambaye anapenda wananchi wake. Mikono juu basi, mtampa kura. Nione bendera basi. Nani kama Dr. Mwinyi? Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.